niombe sana hizi data zichukuliwe, na kama kwa kufanya uchunguzi zaidi mkaunda hata tume mkafuatilia vizuri. Hii ni pesa nyingi ambayo Mtanzania wala hafeel. Wako watoto wadogo tu, baba niwekee MB, anacheza game tu. Baba niwekee MB, anaangalia tu picha. Lakini ukishamwekea zile MB za 1000 tayari ule mtoto ameshachangia shilingi 100 kwa ajili ya matibabu ya Watanzania. Hiki ni chanzo cha uhakika ambacho hakina maumivu, hakina kelele, lakini kinaleta trilioni 3 kwa mwaka katika bajeti ya bima ya afya. Yani ikianza kesho unasikia matrilioni, haina ujanja. Sisi wenyewe ndio tunanunua. Mimi nina line 4. Zote ziko hai na kila siku lazima niziwekee vocha. Kwa hiyo kila nikiweka tu line ujue tayari nimechangia. Kwa hiyo niombe sana serikali ichukue jambo hili, ni la muhimu ambalo litasaidia Watanzania. Huyo ni mbunge wa Iramba Mashariki anaitwa Francis Mtinga. Alikuwa anazungumzia ni kwa namna gani ameshauri kama inaweza kukatwa shilingi 100 katika kila vocha ambayo inanunuliwa na mtu yeyote, Mtanzania yeyote, ili kuweza kuwachangia wale ambao hawana uwezo wa bima ya afya. Lakini kulikuwa kuna kanuni skao, kama unakumbuka, ya mwaka 2024 ya bima kwa wote, na ile sehemu ya 3 ile utambuzi na usajili wa watu wasio na uwezo ambao hawana uwezo wa kulipia nini hizo bima. Na kulikuwa kuna baadhi ya vifungu hapa, na nipitishe moja. Okay. Kifungu cha 13(1) kwa madhumuni ya fedha za mfuko kuanza kutumika gharama watu wasio na uwezo, wizara itaziomba mamlaka za utambuzi wa watu wasio na uwezo kuandaa na kuwasilisha kwake katika muda utakaobainishwa na wizara orodha ya watu wasio na uwezo. Lakini kulikuwa kuna kifungu cha namba 4, mamlaka za utambuzi zitatunza kumbukumbu ya orodha ya watu wasio na uwezo na kuwasilisha kwa waziri kadri itakavyohitajika. Lakini kulikuwa kuna kifungu namba 15 kile cha kwanza, mfuko wa kugharamia bima za afya kwa watu wasio na uwezo utasimamiwa na kuratibiwa na wizara. Lakini katika taratibu ya kusimamia mfuko, wizara itatekeleza majukumu ambayo hapo yamewasilishwa hapo. Sasa wewe kwa namna yako ulivyoona ukataji ukiwekwa, kwa mfano ushauri ukachukuliwa ukafanyiwa kazi, unaweza kuwa na faida katika kuchangia sasa mfuko hawa wasio na uwezo kwenye bima? Kwanza mimi najaribu kujiuliza baadhi ya vitu na mawazo yangu tu kuhusiana na nafasi ya mbunge kwa mwananchi wake ambaye anamtumikia na kile ambacho anakifanya kwa ajili ya kumsaidia huyu mwananchi ili aweze kujikwamua na kuondokana na maisha magumu ambayo yuko nayo. Unafahamu Tanzania haijafikia kwenye level ya wananchi wake kuwa na uwezo mkubwa, sio? Hatujafika huko. Na Tanzania tumekuwa na changamoto kubwa sana katika swala zima tu la matumizi ya huduma za afya, lakini vile uwepo wa hivyo vituo vya afya ambavyo vinaweza kumsaidia huyu Mtanzania ili aweze kutibiwa katika hayo maeneo. Kumekuwa na changamoto kubwa sana pia hata kwa watu tu ambao wana bima za afya kwenda kutibiwa kwenye hizo hospitali na namna ambavyo uhalisia upo kwenye hali hiyo. Mimi napata mgagaziko kidogo kutokana na kile ambacho mbunge amezungumza bungeni leo jana, kwa maana ya kuchangia wizara ya afya kutokana na kile ambacho kilikuwako. Tunafahamu kwamba mbunge anamtetea mwananchi wa Tanzania na anamtetea ili ajikwamue kwenye maisha magumu. Lakini mara kadhaa, hii inawezekana isiyo mara ya kwanza, wabunge wamekuwa, baadhi ya wabunge wamekuwa kama kuwagandamiza hivi wananchi kutokana na kile ambacho kinazungumzwa, kwa sababu ukiangalia kwenye hali tu ya kawaida mwananchi anahitaji urahisi wa maisha. Mwananchi anahitaji urahisi wa huduma za afya. Mwananchi anahitaji si tu urahisi
urahisi lakini vile vile na upatikanaji wa hizo huduma za afya, madawa, sijui na vitu vingine vingi ambavyo viko huko. Lakini vile vile mwananchi anayo haki ya kupata bima ya afya. Tumko katika nchi ambayo mpaka sasa hivi bado tuna matabaka. Kuna ambao wana bima ya afya, kuna ambao hawana, kuna ambao wana, yani hivyo, na changamoto zilizopo kwa namna hiyo. Kwa hiyo ambacho nakidhania na nakifikiria haraka haraka, mbunge anataka mwananchi aendelee kukatwa pesa ili achangie huduma za afya. Wakati mbunge huyo ambaye anataka mwananchi akatwe pesa ili achangie huduma za afya, yeye ana bima ya afya ya grade A, ambayo yeye na familia yake wana uwezo wa kutibiwa ndani mpaka nje ya nchi ya Tanzania, sio? Lakini bado anataka serikali ikate fedha kwa mwananchi huyu ili aweze kuchangia. Nimeshai kuzungumza zamani kipindi cha fedha zinazokatwa kwenye simu, na leo nataka nirejelezee tena, nizungumze pale pale kwamba mbunge huyu ambaye mwanzoni alikuwa anapokea posho ya shilingi 360,000, taarifa ambazo zimenifikia ni kwamba posho ya mbunge imeongezeka. Umeelewa? Mbunge huyu ambaye alikuwa anapokea kinua mgongo ndani ya miaka 5 milioni 300 na ushee, bado anataka pesa ya Mtanzania ikatwe, sio? Ili Mtanzania ajichangie na wachangie watu wengine. Nadhani ingekuwa ni bora mbunge angesema posho za kwetu ambazo tunapokea kiasi fulani zikatwe ndani ya miaka 5. Mbunge huyu apokee posho ambayo iko chini ya kiwango kilichowekwa, na fedha inayobaki iende kwenye kusaidia, hata kama haitakuwa nyingi kamila. Chukua mfano tu kwamba labda wabunge, kati ya mbunge 200 sijui waliopo, alafu kila mbunge akatwe labda 100,000 kwenye posho tu ya vikao wanavyokaa. Kipiga mahesabu wanakaa vikao vingapi, piga mahesabu mara mwaka, zidisha mara miaka 5, ile pesa itolewe bungeni iende kwenye bima kile anachokipata. Achilia mbali huko, mbunge anapokea shilingi milioni 90 ya mkopo, sio? Umeelewa vizuri, kwa ajili ya gari ambalo anatumia, sio? Haya, kuna vitu vingi ambavyo mbunge anavipata kwa maana ya kuwa katika sehemu fulani hivi ambayo yeye ni sahihi zaidi kwake, lakini mwananchi ambaye yuko huku nje anateseka na hali ngumu ya maisha, na wao ndio ambao wanatungia sheria, wanatutengenezea kanuni na vitu vingine, lakini bado mbunge anatamani, sijazungumzia wabunge wote, nimemzungumzia yeye tu, baadhi ya wabunge, sio? Mbunge bado anatamani ili jambo limuendee tena mwananchi ambaye anapitia maisha magumu. Kamila, nikwambie kitu kimoja, kuna wazee ambao wako kule mtaani sasa hivi wanateseka na ugumu wa maisha. Kupata shilingi 500 kwa ajili ya kulisha familia yake kwa siku, kununua chakula, imekuwa ni changamoto kubwa sana. Sembuse huyu mwananchi ambaye anatakiwa kukata 500 kupitia kwenye simu yake anayotumia, akinunua muda wa maongezi au akituma au akitoa pesa na vitu vingine. Matumizi yani makubwa ya simu, kwa hiyo inaonekana wana uwezo, akatoa na takwimu pale. Sawa, inawezekana atoa hiyo takwimu, lakini tunaangalia kwenye uwakilishi wa wananchi hawa ambao wanawazungumza, sio? Tukizungumza hivyo tunatamani kiongozi awe mtumishi wa kwanza kuyafanya baadhi ya mambo ambayo mwananchi anatakiwa kuyafanya. Mbunge tunatamani kwenye posho zake ambazo ziko wazi, posho za wabunge ukiendelea ukigugu ukitafuta taarifa zao unapata, ambazo zinakuonyesha kabisa ni watu ambao wanapokea pesa nyingi sana kwenye kikao tu kimoja ambacho anakaa, achana na vikao vingine ambavyo anahudhuria ambavyo haviko ndani ya bunge. Kuna posho ambazo anazipata, sio? Unaelewa vizuri, achana mshahara wake wa mwisho wa miaka 5 kinua mgongo, achana na
ofa nyingi ambazo wanazipata akiwa pale bungeni. Kuna uwezekano uzalendo unaanzia kwako kwanza, kuwathamini wa Tanzania kunaanzia kwako kwanza. Waonyeshe wa Tanzania kama unawathamini kwamba hiki ambacho mimi niko nacho, hiki ambacho kinaonekana ni kikubwa kwa wananchi tukiwa hapa bungeni, basi kipunguzwe. Hivi imeshai kutokea hivyo hata siku moja wakasikia wabunge imepunguzwa pesa yao imeenda sehemu fulani? Hapana. Kwa nini wabunge wasionyeshe mfano wa moja kwa moja, au hawa ambao wana mawazo ya kuwakata wananchi fedha kutokana na miamala wanayofanya, kuwakata wananchi fedha kutokana na vocha wanazoweka kwenye simu, kuwakata wananchi fedha kutokana na huduma mbalimbali ambazo wanazipata, ambazo inawezekana ni za msingi, ni za lazima au sio za lazima, ambazo wananchi wanazipata, ziende kwenye kuwafaidisha kile ambacho kimezungumzwa. Kwa nini kama wabunge wasijaribu kuangalia, sawa sisi tunapokea kiasi fulani cha fedha na vitu kama hivyo, tuone namna gani ya kuweza kufanya, lakini vile vile ukitoa hilo, wabunge waje na ushauri ambao hautamwathiri mwananchi moja kwa moja. ST Bongo, nyumbani kwanza.